Jesus mama. Is my everything. Angalia kamera. Dada ametoka nje. Amen. Jesus kanisa. Is my everything. Namshukuru Mwenyezi Mungu, naitwa Aisha Shabani. Siku ya Jumapili nilikuja hapa kanisani na kutubilia. Nilikuwa naumwa na tumbo, saa 11 ikifika mimi naumwa na tumbo. Tangia hiyo siku nimefika hapa nikalamba ile chumvi. Nilipofika nyumbani nikaanza kuharisha. Niliharisha kama mara 3. Nikafika tena saa 6 usiku nikasikia ile tumbo linaniuma. Nikaenda tena uani nikaharisha mara 1. Basi sikuharisha tena. Mimi nilikuwa ni mnywaji wa pombe. Ukapona. Hebu piga makofi. Piga makofi kwa Yesu. Na aliniumi. Tumbo limepona. Na pombe nimeacha, namshukuru Mungu. Ulikuwa unakunywa pombe? Nilikuwa nakunywa. Na mpaka inatokea ukorofi mimi na mume wangu. Kwa miaka mingapi pombe imekusumbua? Maana tumeambiwa ulikuwa ni gari la pombe. Kwa miaka 3. Kwa miaka 3. Ndio. Ulikuwa unakunywa kama kiasi gani? Haina hata ukadirio. Yaani ukinywa kama nini? Ulikuwa unakunywa kwenye chupa au kwenye nini? Nilikuwa nakunywa kwenye chupa na kwenye glasi. Kwenye glasi. Kwa hiyo unaweza ukanywa kama chupa ngapi? Hebu wasaidie wengine walikuwa ni walevi. Aisha, ongea vizuri. Hapana mama, nilikuwa sina makadirio, mimi nilikuwa nakunywa pombe hata sikadiri ni kiasi gani. Ila namshukuru Mungu. Ilikuanzaje hiyo hali? Elezea kwa upana Aisha, kuna walevi wanahitaji kusikia ushuhuda. Anza vizuri. Mimi pombe nilianza tu kwa ajili ya vishawishi. Kuna kipindi niliachana na mume wangu wa kwanza. Mwenyezi Mungu kanifungua, dada yangu akaniambia twende maombi. Nikamwambia sawa. Hiyo siku nimedamka kule, nimeenda kwa dada yangu asubuhi. Nikamwambia dada, mimi maombi sitaenda. Akaniambia Aisha, kwa nini usiende? Nikamwambia kuna jirani yangu ameniomba nimsindikize kwenye harusi. Akaniambia harusi ni ya maana kuliko maombi. Nikamwambia sina nauli. Nikatoka nikaenda nyumbani. Nilipofika nyumbani roho ikawa inaniuma. Nikasema kwa nini nimwambia dada yangu vile, nikarudi tena. Nikamwambia dada, naomba tu nisiende kwenye maombi, nitaenda siku nyingine. Akaniambia Aisha, sitakubaliana na wewe. Basi nikarudi tena nyumbani kwa mwingine. Nilirudi kwa mwingine, nikaenda dukani. Nilipoenda dukani niliporudi, nikasema nipitie kwa dada. Sasa sikujua dada kwamba alikuwa ameshamwaga yale maji. Na nilituma nikamwambia basi dada, ngoja niende nyumbani nikajiandae. Na tangia siku nimetoka hapo. Sijagusa pombe mpaka leo, na hata nikisikia harufu ya pombe au nikisikia mtu anaitamka mate anajaa mdomoni. Piga makofi! Kwa hiyo hata ukisikia mtu anakunywa pombe unasikia. Yaani sio ukisikia mtu tu akitamka mate anajaa mdomoni. Mate anakuja kichefuchefu. Kwa hiyo ulikuwa unashinda, inawezekana siku nzima umelewa ilikuwa. Yaani nilikuwa ni mnywaji mzuri sana. Kuna muda inafikia hata watoto nilikuwa siwezi kuwapikia. Umelewa. Kila saa umelewa. Yaani nilikuwa nalewa kila muda. Nilikuwa sina yani mpangilio. Kila muda mimi nakuta nimelewa, lakini namshukuru Bwana Yesu. Na ulikuwa unakunywa ni gongo? Ni pombe tu nilikuwa nakunywa mchanganyiko. Nini zinaitwaje? Majina ya pombe. Kuna banana, gongo pia, Diamond mimi nikikuta pombe yote mimi nilikuwa nakunywa. Mradi tu ulewe. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu hapa nilipofikia. Sifa na utukufu ni kwa Bwana Yesu. Hebu mshangilie Yesu kwa ajili ya Aisha. Mshangilie Yesu vizuri. Sema yuko Mungu mahali hapa. Yuko Mungu mahali hapa. Mwambie mwenzako kutana na nabii. Historia ya maisha yako ibadilike. Endelea kudumu mwanangu Aisha. Mungu anakufanyia vitu vingi sana. Amen. Thank you. Okay mwanangu. Thank you kanisa. Okay, thank you too. Ungeni kigele ndani. Jesus kanisa is my everything. Jesus mama. It's my everything mwanangu. Kwa majina naitwa Juliana. Natokea kwa Mbongo. Na ushuhuda kuhusu biashara yangu. Kwenye biashara yangu nilivyoanza nilikuwa sina kitu chochote. Mfano kama akitaka mtu kuja kula pale, hana pa kukaa. Na nilikuwa sijaweka urahisi wa kupata hata viti kuweka pale. Ndio. Kwa watu walikuwa wanakula wamesimama. Walikuwa hawaji, nikiwaambia sasa tutakaa wapi? Naambia hapa pa kukaa, wakawa wanaondoka. Kwa hiyo unauza tu, unatembeza? Natembeza. Wanaotaka kukaa hauuzi. Ndio. Sasa nikaendelea kufanya hivyo, pia nilikuwa nafanya mwenyewe na pata shida nikamshirikisha mama. Mama akaniambia nitafute mtu.
Nikahangaika kwenda kutafuta mtu sana. Nikaona sasa siwezi. Sikio nikamwambia Mungu, nimechoka, naomba unisaidie. Nipe mtu sasa. Siku ambayo nimeongea hayo maneno, usiku wake nikasali, wakati nimelala mume wangu alivyorudi, nikashangaa, akaniambia kesho nitakupa hela ukanunue viti. Na haikuwa rahisi, sikutegemea kwa kweli, ni sio rahisi. Hebu mshangilie Yesu kwa furaha. Ndivyo asubuhi tulivyokuja, nikaenda kwenye kazi zangu, kasema baadaye nitaenda kuchukua viti. Nimefika kwenye ofisi yangu, kuna baba mmoja akapita pale, akaniambia uko mwenyewe? Nikamwambia ndio. Akaniambia msubiri, ngoja kuna mtu niongee naye. Siku hiyo tena nikapata mtu wa kusaidiana naye pale. Na tunaelewana vizuri. Yaani kwa ule mtaa si rahisi kupata mtu kuelewana naye hivyo, mpaka sasa hivi niko naye. Namshukuru Mungu. Kwa hiyo sasa hivi wateja wapo, lakini wanakaa. Ndio, lakini baada ya kupata hivyo vitu, kupata viti na msichana pale, kikatokea vita. Na pika chakula tunauza sahani 2 tu, kama siku ya kwanza, siku ya pili. Nikaona sio kawaida. Nikakupigia mama simu, nikakuelezea. Ukaniambia nitumie hiyo holy water na utumie nini? Holy water. Holy water. Na ukanipa na maelekezo. Asubuhi nikafanya hivyo. Maana pia kuna wateja walikuwa nikienda kuchukua oda awali, na nilikuwa ni wateja wangu, wakawa hawanisikilizi wala nini. Lakini baada ya kufanya hivyo mama alivyoniambia, niliuza chakula siku hiyo kikaisha. Siku inayofuata niliuza si kawaida, na watu niliohudumia. Piga makofi. Kwa hiyo mama namshukuru, maana hata jana pia nimeuza sio kawaida, na watu niliohudumia ni watu wengine sijawahi kuhudumia. Hebu pokea na wewe favor. Pokea favor. Na utauza mpaka. Yaani hiyo wewe subiri. Mungu wangu akubariki. Endelea kuwa connected. Bwana Yesu asifiwe. Ukumbuke tu Mungu anavyofanya shuhuda kubwa namna hii. Zidi kuwa connected. Ongeza viwango. Zidi kuwa mtii ili afanye zaidi na zaidi. Amina mwanangu. Ndio watu mpaka kwa wananiuliza, "Mbona leo sahani nyingi zinapita sana?" Maana wako hawajaona hicho kitu. Wakawa wanashangaa. Wanashangaa. Biashara imechanganya. Ndio. Haleluya. Piga makofi. Josephat ni mtoto wa hema la makimbilio. Amen. Kipekee napenda kumshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyonitendea. Kwa siku ya leo nina shuhuda nyingi, lakini nitatoa shuhuda 2. Shuhuda ya kwanza, ninapenda kumshukuru Mungu wa hema la makimbilio, Mungu wa mama yangu Nabii Joan. Kikweli nilikuwa siwezi kulala kitandani. Nilikuwa ninalala chini. Kwenye sakafu ndio naweza kupata usingizi, lakini kitandani siwezi. Lakini baada ya prayer line, baada ya kufunguliwa kwenye siku ya prayer line, namshukuru Mungu sasa hivi ninaweza kulala kitandani. Kwa hiyo ulikuwa unalala tu chini jana? Kwa muda gani? Sasa nafika sasa mwaka wa 2. Huwezi kabisa kulala kitandani? Ukilala kitandani nini kinatokea? Kuna wakati nikilala sioni chochote, yani najiona kama niko chini. Kuna muda mwingine nakuta chumvi au chochote, vitu vya ajabu ajabu kwenye kitanda. Lakini namshukuru Mungu sasa hivi ninaweza kulala. Mpige makofi kwa ajili ya mambo ya kushangaza. Lakini jambo la pili, napenda kumshukuru Mungu wa mama yangu Nabii Joan. Kiukweli nilikuja hapa nilijua nina tatizo moja, lakini kila siku inapoitwa leo najikuta nina matatizo mengi zaidi ya niliyokuwa nikiwaza. Sijui hata nisemeje, lakini nimeishi na ugonjwa ambao mimi kwangu nilikuwa naona kitu cha kawaida. Kuna kitu kilikuwa kinakwama hapa kwenye moyo, na hicho kitu kikinitokea huwa napoteza amani, lakini pia napata uharibifu wowote, na kuwa ni mharibifu wa eneo nitakalo kuepo. Naweza nikakaa mwaka mmoja kwenye hilo eneo, lakini baada ya muda mwingine nakuwa mharibifu kwa kila kitu. Kinakwama tu. Kinakwama hapa, kinanikosesha amani, na kuwa ni mtu mwenye hasira. Lakini namshukuru Mungu wa hema la makimbilio kwa kunipa mama ambaye amenibeba na udhaifu wangu. Sikuwahi kumuelezea hichi kitu, ninaomba unisamehe mama yangu.
Lakini hicho kitu baada ya kufunguliwa kwenye prayer line ndio niliona kwamba kinazidi kwa zaidi. Maanake kilikuwa kinakwama, kinadunda kwa muda mrefu. Nakaa kwa muda mpaka ni kae chini kwa muda kitulia, alafu naweza kunyanyuka. Kwa hiyo namshukuru Mungu sasa hivi baada ya kupewa maelekezo na mama yangu Nabii John na maagizo, lakini pia kutumia anointing water na kutumia sticker. Huo ugonjwa umeisha baada ya siku moja kupewa maelekezo na maagizo na mama. Ule ugonjwa wote sasa hivi siusikii tena. Najisikia amani, najisikia furaha, najiona tena mtu. Manake nilikuwa najiona kama dhaifu kwa sababu kila sehemu unapoenda unakuwa kila sehemu unapoenda unakuwa mharibifu. Hiyo hali ilikuwa inanitesa kwa sababu kila eneo ninapokuwepo lazima nifanye uharibifu wowote. Na hichi kitendo kimetokea baada ya baba yangu kufariki. Mpaka leo kufikisha miaka 10 ndio hicho kitendo kimeniachia baada ya kukanyaga kwenye hii madhabahu ya hema. Hebu piga makofi. Kwa ulitembea nacho miaka 10. Hebu mshangilie Yesu kwa ajili ya uponyaji. Mama, ninakushukuru. Amina mama. Sijui hata nisemeje. Lakini Mungu azidi kukutunza. Amina. Kwa kunibeba na udhaifu wangu hivi nilivyo. Amina. Najua sikustahili kuwepo hapa, lakini ni Mungu amenileta mahali hapa. Najua ni Mungu amefanya, ndio maana kukaitwa hema la makimbilio. Kanisa, msikimbie mdumu. Maana hema la makimbilio ile Isaya 4:6 ukisoma kwa kumaanisha utaelewa maana ya hema la makimbilio. Kaa udumu. Haijalishi utapitishwa katika vitu gani. Haijalishi wewe ni mtu aina gani. Katika mtu wa kwanza napenda niwaambie neno hili. Mimi ni mtu wa karibu na kanisa. Lakini mimi ndo mharibifu wa hili kanisa. Naomba niseme hivi. Lakini ndo Mungu kafungua eneo la Mianzini. Pasipo ile hema la makimbilio, Mianzini singekuwa hivi. Manake Mianzini ilikuwa ni mbaya. Mianzini tulikuwa tunaangamia. Hata leo hii najua sikuwa hivi. Yaani nimefunguliwa vitu vingi ambavyo mimi sikuvijua, lakini mwacheni Mungu haitwe Mungu. Lakini Mungu wa hema la makimbilio, Mungu wa Prophetess Joan anabaki kuwa Mungu. Halinganishi na chochote. Hata ukimlinganisha na chochote hawezi. Lakini anabaki kuwa Mungu wa hema la makimbilio, Mungu wa Prophetess Joan. Piga makofi mazito, piga makofi. Sema Mianzini imepona, Arusha imepona, Tanzania imepona na dunia imepona. Hebu mshangilie Yesu vizuri. Sifa na utukufu narudisha kwa Bwana Yesu. Amen. Amefanya